Naam, ni mchezo wenye hadhi ya nyota tano na ni mchezo wa 16 bora kwenye michuano ya AFCON 2025 kule nchini Morocco kati ya Mali na Tunisia ambao umepigwa jana, ambapo Mali wamepitwa kwa mikwaju ya penalti ya 3-2 na kuisukumiza nje ya mashindano ya AFCON Tunisia kwa mikwaju ya penalti. Sasa katika huo mchezo golikipa wa Mali ambaye ni Didier Diala ambaye anadakia pale klabu ya Young African. Sasa kuna maajabu ambayo ameyafanya Didier Diala jana usiku, na maajabu hayo tunayo hapa Tubone Media. Na kama unataka ujue ni maajabu gani, endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, na nikukumbushe tu wewe, kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media, habari zote zinazotrend kwenye upande wa michezo na burudani. So hakikisha umesubscribe. Sasa jana kulikuwa kuna mchezo wa 16 bora kati ya Mali na Tunisia ambao ulipigwa kule nchini Morocco, ambapo Mali wamepita kwa mikwaju ya penalty na kuisukumiza nje Tunisia, ambapo goli la Tunisia lilifungwa dakika za jioni, dakika ya 88 na Choa Tani dakika ya 88, na hivyo basi Mali kusawazisha goli dakika ya 90 huku zilikuwa zimeongezwa dakika 6 na Sinayoko kwa mkwaju wa penalty. Sinayoko anawarejesha Mali kwa mkwaju wa penalty. Hivyo basi Mali na Tunisia wakaibuka ya sare ya 1-1, hivyo ikawalazimu kwenda kwenye mikwaju ya penalty, na penalty zilikuwa kama ifuatavyo. Penalty ya kwanza kwa upande wa Mali walienda wakakosa, penalty ya kwanza kwa upande wa Tunisia wakaenda wakapata, lakini penalty ya pili kwa upande wa Mali walienda wakapata, na penalty ya pili kwa upande wa Tunisia wakakosa. Hivyo basi ikawa 1-1. Penalty ya tatu kwa upande wa Mali wakaenda wakakosa, penalty ya tatu kwa upande wa Tunisia wakaenda wakapata, lakini penalty ya 4 kwa upande wa Mali wakaenda wakapata. Sasa Tunisia wakabakiwa na penalty 2. Sasa hapa ndo kwenye maajabu ambayo ameyafanya Didier Diala. Didier Diala ambaye ni golikipa wa Young African na golikipa wa timu ya taifa ya Mali ameweka rekodi baada ya kuokoa mikwaju miwili mfululizo ya penalty, yani namaanisha mkwaju wa penalty ya 4 na penalty ya 5 kwa upande wa Tunisia, zote zimekosa na Didier Diala amezitoa na kuto kuruhusu kuingia longoni kwake, na hivyo basi kuwaweka salama Mali na kuwapitisha hatua ya robo fainali na kuwatokomeza nje Tunisia kwenye michuano ya AFCON 2025 kule nchini Morocco. Na sasa Mali wameingia kwenye robo fainali, ambapo mechi inayofuata itakutanisha Mali na Senegal. What a match! Na Tubone Media tupo hapa kukujuza kila kitu kinachoendelea, so endelea kukaa nasi, na kama bado hujasubscribe hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Na hayo ndio maajabu ambayo amefanya Didier Diala kwa kupangua mikwaju miwili ya penalti ya Tunisia na kuibeba Mali kwenda hatua inayofuata ya robo finali. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.